Ukipoteza kibali, unapoteza wepesi ambao ungeupata kwenye hiyo nafasi. Vitu vinaanza kuwa vigumu ambavyo kimsingi vilikuwa vyepesi. Na ndio maana siku zote usijiandae kwa vita wakati wa vita, jiandae kwa vita wakati wa amani. Sio kila mtu anaweza akakuua kirahisi rahisi. Wengine huwa lazima waende kwenye madhabahu za giza wakaone ni siku ipi inafaa kukumaliza wewe. Kama mazingira yatakayokusaidia kukatia rufaa uhai wako ni kanisani, ni ibada, wanahakikisha wanakutenga kabisa na ibada. Mapambano yanapokuwa makali kwenye ulimwengu wa roho, maono uliokuwa nayo juu ya hatima unayoiendea yanaondoka. Wewe unaweza ukajiona ni mfanyakazi, lakini kumbe wewe ndio unayeokoa watu wasife kwenye hilo eneo. Unaweza ukajiona tu ni mke, lakini kumbe wewe ndio umebeba hatima za watoto. Kwa unaweza usielewe nafasi ambayo Mungu amekupa. Wewe ukiona vitu vinatokea, unaweza ukafikiri ni vitu vyepesi tu, lakini kwenye ulimwengu wa roho, Ibilisi ameshafanya calculation za hali ya juu sana. Shetani akileta mgogoro kwenye ndoa, yeye haangalii mke na mume saa hiyo. Anaangalia watoto watatu ambao hawatamuona baba na mama wakiwa pamoja. Wewe unaweza ukakiona kitu chepesi leo, lakini kinaenda kutafuna mtoto kesho. Kesho mtoto akai kwenye ndoa. Usije ukapuuzia kitu chochote kinachoashiria kuondolewa kwenye nini? Kwenye nafasi. Usije ukapuuzia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ambayo Bwana ametupa, na siku ya kesho itakuwa ni siku ya Ijumaa, na kwa sababu siku ya kesho ni siku ya Ijumaa, tutakuwa na maombi maalum siku ya kesho. Ninakutia moyo kuwahi, maana kesho tutaanza mapema kidogo. Tutakuwa na maombi mwanzoni na tutakuwa na maombi mwishoni. Lakini kwa wale ambao kuna vitu ambavyo Roho Mtakatifu amekuwa anakusemesha kwenye eneo la nafasi, unaweza ukajidedicate mbele za Mungu kwa namna ya tofauti. Unaweza ukafunga, unaweza ukafanya kile kitu ambacho Roho Mtakatifu anakupa nafasi ya kukifanya. Hiyo neema ikawe juu yako, na kila mtu anapokea kwa kadri ya kiu au haja ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Kwa hiyo ninakutia moyo kwenye hilo eneo, Bwana akakupe nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Lakini sikuwa nimesema mwanzoni, wale ambao mnapenda kufuatilia mafundisho, ukienda kwenye YouTube, haya mafundisho tunaanza kuyaweka kwenye YouTube. Kwa hiyo unaweza ukaandika Tuntufye Mwakyembe kwenye YouTube, na unaweza ukasubscribe hiyo page na utafuatilia hayo mafundisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nakutia moyo kucheki, na unaweza ukapata na mafundisho mengine ambayo Mungu ametupa neema ya kujifunza maeneo tofauti tofauti. Kitu ambacho tumekuwa tukikifuatilia kuanzia siku ya jana ni viashiria vitakavyokusaidia kujua kuna upinzani kwenye nafasi au umeondolewa kwenye nafasi. Sasa leo unaweza ukaongeza hicho kipengele, viashiria vinavyoweza vikakusaidia kujua kuna upinzani kwenye nafasi au umeondolewa kwenye nafasi. Na jana nilijikita sana kuelezea habari za ulimwengu wa roho, kwamba lazima Mungu akupe neema ya kuufahamu ulimwengu wa roho, kwa sababu kuna wakati unaweza ukakuta umeondolewa kwenye nafasi kwa namna ya rohoni, na wewe huna habari, kwa sababu wewe uko mwilini. Wewe ni mtu wa tabia ya asili, lakini umeshughulikiwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unakuta mpaka uje kushtuka, wenzako walishafanya kila walichokitaka kwenye ulimwengu wa roho na wameshakumaliza.
Kwa jana Roho Mtakatifu alikuwa anatusisitiza habari ya kuelewa ulimwengu wa roho na habari ya kuhakikisha na sisi tunajitahidi kuwa watu wa wapi? Wa rohoni, ili yanayoendelea kwenye ulimwengu wa roho na sisi tuwe tuna uwezo wa kuyajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu baada ya lile pazia la hekalu kupasuka, kila mtu aliruhusiwa kupaingia patakatifu pa Mungu. Kila mtu anayeliitia jina la Bwana ameahidiwa kuokolewa. Kila mtu anayeutafuta uso wa Mungu ameahidiwa kukutana na Mungu. Kila mtu anayetafuta neema ya Mungu ameahidiwa kukutana na hiyo neema ya Mungu. Zamani ilikuwa lazima tupitie kwa nabii. Zamani ilikuwa lazima tupitie kwa kuhani. Zamani ilikuwa lazima tupitie kwa muamuzi. Zamani ilikuwa lazima tupitie. Kwa hiyo kuna watu ambao ilikuwa lazima tupitie kwao. Lakini baada ya pazia la hekalu kupasuka, Yesu kufa na kufufuka, wewe mwenyewe bidii zako tu zinatosha kusababisha mbingu zikawa wazi kwenye maisha yako, na kile ambacho wengine wote hawakioni wewe ukakiona, na kile ambacho wengine wote hawakisikii wewe ukakisikia. Inawezekana kabisa. Ndio maana akazungumza habari za mtu kuwa mtu wa rohoni, kwamba anza kujifunza kidogo kidogo, kwamba kuna tabia ya asili na kuna tabia ya rohoni. Hakikisha Mungu anakupa neema ya kuwa na mifumo mingi sana inayokusaidia kuwa mtu wa rohoni. Vitu vingi sana tunavyolisha miili yetu, tunavyolisha nafsi zetu, vinatufanya tuwe watu wa asili zaidi kuliko kuwa watu wa nani? Wa rohoni. Tuko bize na mambo mengi sana yanayotunza asili, yanatunza mwili, yanatunza nafsi, lakini hatuna vitu vingi sana vinavyolisha roho, vinavyoimarisha roho, vinavyouisha roho. Unaweza ukaamka kuanzia asubuhi mpaka jioni, umelisha mwili wako mara 3 kwa siku. Mwili ulikuwa unatamani kuangalia TV, umeuonyesha. Mwili ulikuwa unatamani kupiga umbea kidogo, umeenda umepiga umbea kidogo. Mwili ulikuwa unatamani kufanya kitu gani, umefanya. Mwili ulikuwa unatamani, lakini roho sasa ametamani kuabudu kidogo, kanyimwa. Ametamani kuomba kidogo, kanyimwa. Ametamani kusoma neno kidogo, kanyimwa. Ametamani kusikiliza mafundisho kidogo, kanyimwa. Kwa hiyo asili inakuwa na nguvu kuliko nini? Kuliko roho. Sasa kama imetokea hivyo Jumatatu, imetokea hivyo Jumanne, imetokea hivyo Jumatano, imetokea hivyo Alhamisi, imetokea hivyo Ijumaa, asili inaendelea kuwa na nguvu, roho anaendelea kuwa dhaifu. Na kwa sababu roho ni dhaifu, hata kama Mungu atasema kitu, ni ngumu sana roho kusikia. Ni sawa na simu ambayo inaisha betri, haujali. Inaisha betri, haujali. Unaambiwa saizi mbaki 15%. Anakuambia saizi punguza baadhi ya matumizi ambayo sio ya lazima, haujali. Mwisho wa siku itazimika. Na unakuta watu wengi sana roho wa Mungu amezimika kabisa ndani yao. Yaani amezima. Na uelewe hiki kitu, sio kwamba hayupo. Hapana. Yupo, lakini kafanya nini? Kazima. Anahitaji kuwa boosted. Anahitaji kuamshwa ili arudi tena kwenye nafasi ya kukuambia kinachoendelea, kukusemesha kinachoendelea. Ndio ile maana ya mtu wa tabia ya asili na mtu wa tabia ya wapi? Ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Tumeelewana hapo, watu wa Mungu? Sasa moja ya kiashiria kingine kitakachokusaidia kujua, sasa leo nitavieleza vingi. Moja ya kiashiria kitakachokusaidia kujua umeondolewa kwenye nafasi au kuna upinzani mkali kwenye nafasi, kupoteza kibali. Bila kujalisha ulikuwa na kibali kikubwa kiasi gani kwenye hiyo nafasi. Kupoteza kibali. Sasa ukipoteza kibali, unapoteza kusikilizwa.
Aliyepoteza kibali hana nafasi ya kusikilizwa, kwa sababu kibali ndio kinasababisha ufanye nini? Usikilizwe. Ukipoteza kibali, unapoteza wepesi ambao ungeupata kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo ghafla hauwezi tena kusikilizwa, ghafla unapoteza ule wepesi. Vitu vinaanza kuwa vigumu ambavyo kimsingi vilikuwa vyepesi. Kwa nini? Kwa sababu umepoteza kibali. Umepoteza kibali. Ghafla unasahaulika. Wale waliotakiwa kukukumbuka hawakukumbuki tena. Waliotakiwa kukupa mkono wa shirika hawakupi mkono wa shirika. Waliotakiwa kusimama na wewe hawasimami na wewe. Kwa nini? Kwa sababu nafasi yako imeondolewa kwenye ulimwengu wa roho. Na kwa sababu nafasi yako imeondolewa kwenye ulimwengu wa roho na ukuishughulikia rohoni, kile kilichofanyika kwenye ulimwengu wa roho kinakuwa halisi kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Ukiona umeondolewa mahali kwenye ulimwengu wa damu na nyama, hausikilizwi mahali kwenye ulimwengu wa damu na nyama, jua hilo tukio lilianzia kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Fungua kile kitabu cha Esta, sura ile ya 4. Kile kitabu cha Esta ile sura ya 4. Baada ya Esta kuondolewa kwenye nafasi, wote tunafahamu kwamba Esta Mungu alimpa nini? Nafasi. Esta alikuwa na nafasi mbili. Nafasi ya kwanza, alikuwa mke wa mfalme Ahasuero. Nafasi ya pili, alisimama kama mwamuzi, alisimama kama kuhani, alisimama kama mtetezi wa Wayahudi. Kwa hiyo ameolewa, lakini ana nafasi ngapi? Mbili. Yeye ndio mtetezi wao, ndio mtetezi wa Wayahudi. Wewe unaona mke, lakini huyu ni mtetezi wa Wayahudi. Huyu ndio mtu wa kuwasaidia, ndio mtu wa kuwafuta machozi, ndio mtu wa kuwaondoa kwenye mateso, kwenye huzuni, kwenye mahangaiko. Esta alipoolewa, alipokalia kile kiti cha kuwa malkia, maisha yalikuwa mepesi, maisha yalikuwa mazuri. Kufumba na kufumbua, akatokea adui wa Wayahudi. Akatokea adui wa Wayahudi. Anaitwa nani? Anaitwa Amani. Yule ndugu aliwachukia Wayahudi kwa sababu ya Mordekai. Na alipogundua kwamba Wayahudi wanaye mtetezi, nini alichofanya? Alitengeneza sheria inayozuia mtu yoyote asiwe karibu na mfalme muda atakaotaka kufanya maangamizi. Mtu yoyote asiwe karibu na mfalme. Kwa hiyo akatengeneza sheria. Cha kwanza alitengeneza sheria, na ndio maana mtoto wa Mungu lazima uwe makini. Kuna wakati Roho Mtakatifu atakupa neema ya kuomba. Watu wengi sana kabla hawajaondolewa kwenye nafasi zao, kwenye maofisi, kwenye biashara, kwenye maeneo, nini huwa kinatangulia? Zinatengenezwaga sheria za kumfitini huyu mtu. Unakuta tu kuna kisheria kimetengenezwa. Ukikifuatilia kile kisheria
kimelenga kukumaliza wewe. Wala hawahangaiki na kila mtu, wanahangaika na mtu mmoja. Yaani mtu mmoja tu anaweza akasababisha sheria ikatengenezwa kwenye kampuni. Mtu mmoja tu anaweza akasababisha sheria ikatengenezwa kwenye taasisi, ili tu watafute namna ya kummaliza, watafute namna ya kumuondoa kwenye hiyo nafasi. Tulifuatilia, sheria ilitengenezwa kwa ajili ya Daniel. Ile sheria ilikuwa imlengi mtu mwingine yoyote. Fikiria, nchi inaingia gharama, ufalme uliingia gharama, ufalme wa Dario uliingia gharama ya kutengeneza sheria, lakini anayetafutwa ni nani? Ni Daniel. Kwa mtu mmoja tu anasababishia kampuni nzima inatengeneza masheria ambayo hayapo. Nini wanatafuta? Kukuondoa kwenye nafasi. Walipotafuta kumuondoa Esther kwenye nafasi, walitengeneza sheria. Sheria inasema nini? Mtu yoyote hataweza kumkaribia mfalme isipokuwa mfalme amefanya nini? Amemwita. Na hiyo sheria sio kwamba tu ni kwa watu baki, hata walioko ikulu. Sio tu kwa walioko ikulu, hata kwa wake zake kama anao, hata kwa mke wake. Mfalme akitaka kuonana na mke wake atamwita yeye. Sio mke aamue tu kwamba nataka niende nikamwone mume wangu. Katengenezwa hiyo sheria. Inamtafuta nani? Inamtafuta Esther. Asiwe na nafasi ya kuwatetea ndugu zake, asiwe na nafasi ya kumshauri kiongozi, asiwe na nafasi ya kufanya kitu tofauti maangamizi yatakapokuwa yanatokea. Wakati sheria inatengenezwa hakukuwa na uharibifu. Kwa unaweza ukafikiri ni sheria nzuri. Na ndio maana siku zote usijiandae kwa vita wakati wa vita, jiandae kwa vita wakati wa amani. Maana sheria zinatengenezwa wakati wa amani, lakini zimekusudia kukumaliza wakati wa vita. Usitafute silaha wakati wa vita, tafuta silaha wakati wa amani. Na ndio maana Mungu anatupa hizi semina. Wakati mwingine unaweza ukasema, lakini mimi mambo yangu safi, lakini mimi sijaondolewa kwenye nafasi. Kwa nini Mungu anakusemesha? Anataka ujipange. Anataka ujipange vizuri, kwa sababu hujui kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Wakati inatengenezwa hii sheria, Esther na mume wake walikuwa wako vizuri. Wakati hii sheria inatengenezwa, Esther alikuwa na uwezo wa kwenda kwa mume wake muda wowote tu anaojisikia. Anaweza akaenda akamwandalia chakula, anaweza akaenda akazungumza naye, anaweza akaenda akamshauri. Lakini kuna mtu anapika bomu lake huko ndani. Alipomaliza kutengeneza ile sheria, akamfuata mfalme. Akamwambia mfalme, hii sheria ni nzuri sana. Hakuna sababu ya watu kukuonaona ovyo, hakuna sababu ya watu kukufuatafuata ovyo. Wewe ndio utaita unayemtaka. Okay. Na ikiwa mtu amekuja sijamuita, ikiwa mtu amekuja hujamuita, utalazimika kuangalia moyoni mwako unajisikiaje. Ukiona ujisikii kuonana naye, hautamnyoshea fimbo ya dhahabu. Na kitendo cha kutokumnyoshea fimbo ya dhahabu, huyo mtu atatakiwa kuuawa, kwa sababu amekuja bila kuitwa. Lakini ukisikia moyoni mwako unataka kuonana naye, hata kama hujamuita, utamnyoshea fimbo ya dhahabu. Ukimnyoshea fimbo ya dhahabu, huyo mtu atapata kibali cha kukuona. Lakini hii sheria haina shida. Haina shida, haina shida, haina shida. Ikatengenezwa sheria. Na huyu ndugu wakati anatengeneza hizo sheria, tayari analo kusudio la uharibifu kwenye moyo wake. Anataka nini? Kuua Wayahudi, kuwapoteza Wayahudi, kumpoteza kabisa Mordekai. Biblia inasema alitumia fedha. Mfalme akamwambia, kwa sababu unafanya kitu kizuri, hata uhitaji kutumia pesa zako, pesa nitakupa. Akapewa na pesa za ufalme. Akatafuta wachawi na waganga waliokuwepo, wakatengeneza mazingira mengi sana magumu kwenye ulimwengu wa roho. Walipotengeneza hiyo sheria, mfalme akaigonga na muhuri. Kufumba na kufumbua, barua zimeandikwa kwenye majimbo.
Wayahudi wanatakiwa kuuawa. Na mfalme kitu alichokifanya, kwa sababu yule mfalme, yule mzee wa watu nafikiri walimloga, alimwambia wewe Hamani, kwa sababu unafanya kitu kizuri, chukua na miuli yangu, chukua wewe, fanya unachojisikia. Kwa hiyo yule adui wa Wayahudi, yeye ndio alikuwa anaandika barua, anazigonga muhuri, hawa watu wauawe tarehe ipi? Tarehe ambayo yeye kakubaliana na madhabahu za giza kwamba ndio tarehe nzuri ya kuwapoteza hawa watu. Biblia inasema walitafuta hiyo tarehe mwaka mzima. Unisikilize, sio kila mtu anaweza akakuua kirahisi rahisi. Wengine huwa lazima waende kwenye madhabahu za giza wakaone ni siku ipi inafaa kukumaliza wewe. Kwa hiyo hawakurupuki tu. Unaweza ukakuta watu wamekushindwa, hawakupati, sio kwa sababu haupo, nyota yako ni kali. Kwa hiyo hawawezi kukupoteza muda wowote. Lazima waende kwenye madhabahu za kuzimu wakafuatilie ni siku ipi ambayo wakituma makombora yao hayata bounce. Kwa sababu na wewe nyota yako inaonekana kuwa ni nini? Ni kali. Kule kwenye madhabahu zao wenyewe wanachojua ni nyota, ndio kitu wanachokifahamu. Sisi huku tunachokijua ni kibali ambacho Mungu amekiachilia ndani ya mtu, kusudi ambalo mtu amelibeba. Kwa hiyo kusudi ambalo mtu amelibeba na kibali ambacho Mungu amekiachilia ndani ya mtu, siku zote vikionekana kule nje, wale wanaotafsiri kule nje wanasema nyota yake ni kali. Sasa nyota yake ni kali, inang'aa sana, huwezi kushindana naye kirahisi, huwezi kupambana naye kirahisi. Kwa hiyo hata zile madhabahu za waganga wa kienyeji, kabla hazijadili na mtu, huwa wanapima kwanza kiwango cha nguvu kinachotenda kazi. Na ndio maana ninakuombea neema ya kutembea na kiwango kikubwa cha nguvu za Mungu, ili watakapokuwa wanakutafuta wajipange vizuri, na hiyo neema iwe juu yako katika jina la Yesu. Usipatikane kirahisi rahisi. Hawa Wayahudi walitafutwa mwaka mzima, wanatafuta nini? Biblia inasema waliwatafuta siku kwa siku. Wanatafuta tu tarehe ipi? Walikuja kupata tarehe mwezi wa 12, ndio wakaja kupata tarehe, wakakubaliana sasa hapa ndipo tutakapowamaliza. Wakati zile barua zimepelekwa kwenye majimbo ambako Wayahudi walikuwepo, barua zinazoelezea tarehe ya kuuawa na namna watakavyouawa, zilipopelekwa hizo tarehe kwenye hayo majimbo, angalia kitu kilichotokea. Biblia inasema yale matangazo yalipotokea, kulikuwa na kilio kikubwa. Kwa nini Mordekai anatafutwa? Kwa nini Wayahudi wanatafutwa? Ni watu ambao wanaonekana wana kibali kikubwa, wana neema kubwa, wana nguvu kubwa, na huyu mtu hawataki, kwa lazima waondolewe haraka. Baada ya barua kufika, matangazo yote kutangazwa, Biblia inasema kulikuwa na kilio kikuu. Kwa hiyo viongozi wao wameondolewa kwenye nafasi. Wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Sasa unisikilize, hiki kitu kitakusaidia. Mpaka barua zimeandikwa, mpaka barua zimepelekwa, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba tayari mmeshaondolewa kwenye nini? Kwenye nafasi. Tunakwenda sawa? Unachosubiri tu ni siku ya kufanya nini? Ya kuuawa. Unachosubiri ni siku tu ya kuuawa. Kuna ndoto utakuwa unaziota. Hii kitu ni muhimu sana kukielewa. Jana nilikueleza nikakwambia maadui unaowajua na usio wajua, wakianza kukuondoa kwenye nafasi, kama wanatumia uchawi na ushirikina kukutoa huku, sisi hawatakuandikia barua, ila kwenye ulimwengu wa roho tangazo lao linakuwa limeshafanya nini? Limeshatangazwa kwamba tarehe 15 mwezi wa 6 fulani anatakiwa kuuawa. Kwa hiyo tangazo lao linatolewa kwenye ulimwengu wa roho. Likishatolewa kwenye ulimwengu wa roho, tayari wanakuwa wamekuondoa kwenye nafasi kwenye ulimwengu wa roho. Usije ukasema hivi vitu vilitokea tu wakati wa kina Esther, wakati wa kina Mordekai. Vinatokea hata leo, ila sasa vinatokea kwa namna ya rohoni. Kwa hiyo lile tangazo likishatangazwa, na kabla hawaja kutoa kwenye hiyo nafasi, wakishatangaza kwenye ulimwengu wa roho,
wanahakikisha wanakutenga na mazingira yoyote yatakayokusaidia kukata rufaa. Na nielewa mtoto wa Mungu. Kwa kama mazingira yatakayokusaidia kukatia rufaa uhai wako ni kanisani, ni ibada, wanahakikisha wanakutenga kabisa na ibada. Kama kuna rafiki ambaye wanajua kabisa huyo atakuinua kimaombi, ataomba pamoja na wewe, wanakutenga kabisa na huyo rafiki. Tunakwenda sawa? Kwa nini? Kwa sababu wana tangazo lao wamelitoa kwenye ulimwengu wa roho. Alafu kwa sababu kila mtu anaye Roho Mtakatifu ndani yake, kuna vitu Roho Mtakatifu atakuwa anakusemesha. Ghafla utaanza kusikia hofu. Unasikia hofu za mauti. Unasikia hofu za mauti. Ukilala usiku unaona kama unakufa. Unaamka kwenda kazini unaona kama mbona mimi kama nitakufa hivi, kama nitakufa hivi, kama nitakufa hivi. Hofu ndio inayotawala. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kinaendelea. Mwingine utaota ndoto. Utaanza kuota aina fulani ya ndoto ambayo inakuashiria kujua kwenye ulimwengu wa roho hawa watu wameshakufuta. Kwenye ulimwengu wa roho wameshaamua uondoke. Unaanza kuota ndoto za mauti. Mwingine unaota ndoto unazikwa. Mwingine unaota ndoto huko kwenye msiba wako. Yaani unaushuhudia msiba wako, unashuhudia wanavyokuzika, unashuhudia wanavyoomboleza. Yaani wanayekuzika ni wewe, lakini na wewe mwenyewe uko msibani. Unakuwa uelewi nini kinachoendelea. Roho Mtakatifu anakuwa anakusemesha kwamba kwenye ulimwengu wa roho kuna mwingine anaota ndoto anaenda kulitembelea kaburi lake. Anaona mpaka tarehe ya mazishi. Yaani anaenda pale anakuta kabisa msalaba, anaangalia mpaka tarehe yake ya kifo, kwamba amekufa marehemu fulani. Anaona kabisa jina lake limeandikwa kwenye msalaba na tarehe ya siku aliyokufa. Sasa sio kila mtu ataona namna hiyo. Kila mtu ana staili yake ambayo Roho Mtakatifu atakuwa anampasha habari. Tunakwenda sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipashwa habari, Roho Mtakatifu anakupasha habari, lakini huko shetani anapambana usiwe kwenye nafasi ya kukata rufaa. Kwa unakuta huyu mtu anaota hayo mandoto, lakini amekata tamaa. Sema mimi bana litakalo kuwa liwe tu. Nimechoka. Umechoka kufanya nini? Nenda kaombe. Nenda kautafute uso wa Mungu. Yesu alichoka. Kabisa alichoka. Alisema ninasikia huzuni nyingi kiasi cha kufanya nini? Cha kufa. Nini Yesu alifanya? Alikimbilia Getsemani. Kufanya nini? Kuomba. Na alipofika pale usije ukafikiria aliweza kuomba, kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo. Mazingira ya kuomba yamevurugwa. Wanaotakiwa kuomba naye wote wamepigwa usingizi. Wale wanaomsaidiaga Petro, Yakobo, Yohana wamezuiwa saa hiyo. Hakuna kumsapoti huyu, hakuna kumtia nguvu huyu. Tunataka tumtoe kwenye hiyo nafasi ya kuokoa watu. Tunataka tumtoe kwenye hiyo nafasi ya kuukomboa ulimwengu. Hakuna kumtia nguvu, hakuna kumsaidia. Yesu amefika pale, kachukua hawa waombaji watatu, Petro, Yakobo na Yohana, amejitenga nao. Anajua kabisa hawa anaombaga nao, kuna namna akiomba nao anatiwa nguvu, kwani saa hiyo wana muda na yeye. Anajaribisha kuwaomba wamsaidie kuomba, ni wanapiga miayo, ni wamechoka, ni hawana hamu. Yaani alipowaambia tu nisaidieni kuomba, Biblia inasema alienda mbele kidogo akaanguka kifudifudi. Maana hata neno la kusema mbele za Mungu limemtoka. Na kitu anachomwambia Mungu, anamwambia Mungu, nisaidie tu, hii ajenda tuachane nayo. Na alimwambia Mungu kitu kigumu sana. Usifanye mchezo. Mapambano yanapokuwa makali kwenye ulimwengu wa roho,
uondolewe kwenye nafasi. Na kiashiria kimoja hapo kitakachokusaidia kwamba umeondolewa kwenye nafasi, maono uliokuwa nayo juu ya hatima unayoiendea yanaondoka. Yesu alianza kumuuliza Mungu maswali magumu. Anamwambiaje Mungu? Kwani Mungu huwezi kuwaokoa hawa watu kwa njia nyingine? Kwani lazima nife mimi? Kwani lazima nife mimi? Fikiria, amekaa duniani miaka mingapi? 30. Huu ni mwaka wa ngapi? Wa 33. Tayari yuko kwenye final, aende tu msalabani. Lakini tayari anamuuliza Mungu swali, kwani Mungu kwa uwezo ulionao, ninavyokujua baba yangu, huwezi kuokoa kwa njia nyingine? Unaweza, ikiwezekana niepushie hili jambo. Ameanguka hapo, amelala. Anashtuka, anasema lakini mimi naomba nini? Mbona naomba kama kitu sikielewi? Anaamka, anaenda, anawafuata wanafunzi wake, anakuta ni fofofu, ni wanakoroma, ni kururu. We Petro, we Yakobo, we Yohana, ni nini mnafanya? Si nimewaambia mnisaidie kuomba? Hivi unataka tuombe? Sawa mwalimu, sawa rabi, nisaidieni kuomba. Akienda kule anamwambia tena Mungu, hali imezidi kuwa mbaya. Yaani mazingira hayaruhusu kukata rufaa. Na mara nyingi sana kwenye ulimwengu wa roho, wakimtoaga mtu kwenye nafasi, wanahakikisha mazingira hayaruhusu kufanya nini? Kukata rufaa. Hayaruhusu kuachilia nguvu ya kuvuka. Nini kilimwokoa Yesu? Ilibidi atumwe malaika kutoka mbinguni kwenda kumtia nguvu, kwa sababu nguvu ya kwake yeye mwenyewe ilikuwa haiwezi kufanya kazi. Neema ya kwake yeye mwenyewe ilikuwa haiwezi kufanya kazi sahihi. Ilibidi atoke malaika mbinguni, akaja ndiye akamtia nguvu, afu malaika akarudi mbinguni, afu ghafla Yesu akapata nguvu zingine ambazo hakuzipata pale. Nini ninachotaka uone? Wakati matangazo ya hawa Wayahudi yametangazwa kuuawa, walipata hofu, walipata mashaka. Hivi umeshawahi kukutana na mtu ambaye amehukumiwa kunyongwa? Sio kafikia na maisha mepesi. Ana maisha magumu sana, maana anachokiona mbele yake ni kifo. Anachokiona mbele yake ni kifo. Sio maisha mepesi. Hawa Wayahudi ni kama mtu aliyetangaziwa kufanya nini? Kunyongwa. Kwa unaposoma kwenye kile kitabu cha Esther sura ile ya 4, ule mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizilalua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Alipokwisha kujua mambo yote yaliyofanyika, alizilalua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata akafika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Kwa nini tunafanyiwa hivi? Kwa nini tunafanyiwa hivi? Ameenda wapi? Katikati ya mji. Katikati ya mji. Kavaa nini? Kavaa gunia. Kapaka nini? Kapaka majivu. Analia kwa uchungu. Watu wakamuona, wakamwambia Malkia, wakamwambia unajua mjomba wako amekuwa chizi. Unajua amevaa gunia, amepaka majivu, yuko huko barabarani analia. Sasa akasema nini tena? Mpelekeni mjomba wangu nguo. Wakamtafutia nguo, wakampelekea. Mordekai akasema sitavaa hizo nguo. Hizo nguo zinanisaidia nini na watu tumetangaziwa kuuawa? Kafuatilia kitu kilichotokea. Mordekai alituma wajumbe. Akasema inawezekana Esther ajui kitu kinachoendelea. Katuma wajumbe, nendeni kwa Esther. Nendeni mkamueleze Esther kwa habari ya kitu kinachoendelea. Kwa habari ya kitu kinachoendelea. Mkamwambie Esther tunatakiwa kuuawa. Mbona ni kama amenyamaza? Mbona ni kama hafanyi kitu? Bwana Yesu asifiwe.
Unaposoma ule mstari wa 9, nataka ufuatilie taratibu, haya maeneo yatakusaidia kujipanga vizuri kimaombi. Unaposoma kwenye ule mstari wa 9, Biblia inasema basi Hathaki akaja akamwambia Esta maneno ya Mordekai. Ndipo Esta akasema na Hathaki, akamtuma tena kwa Mordekai kusema, watumwa wote wa mfalme wanajua sana, hata watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yoyote akiwa mwanamume au akiwa mwanamke atakayemjia mfalme katika ua wa ndani, wala hakuitwa, kuna sheria moja kwake, ni kwamba auawe, isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshea fimbo ya dhahabu ili aishi. Wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30. Kaangalia jinsi ambavyo walikuwa wameutengeneza huo mkakati vizuri. Walihakikisha kwanza wanamtoa Esta kwenye moyo wa nani? Wa mfalme. Wale tunaofuatilia namna Esta alivyoolewa, halo, mmeshawahi kufuatilia kidogo namna Esta alivyoolewa? Huyu baba alimpenda Esta, alimpenda Esta. Sio mtu wa kutokumwona mke wake siku ngapi? Siku 30. Usifanye mchezo na vita ya nafasi. Ngoja nikusomee kidogo kitu kilichotokea Esta alipoolewa. Kitabu cha Esta sura ya 2, ule mstari wa 17. Biblia inasema hivi: mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akafanya awe malkia badala ya Vashti. Ndipo mfalme akawafanyia karamu kubwa maakida wake wote na watumishi wake, yaani karamu yake Esta. Yaani Esta alipoolewa ilifanyika part ya watumishi wote wa mfalme, lakini anayefanyiwa ni nani? Ni Esta. Tunakwenda sawa? Anasema akafanya msamaha katika majimbo yote. Yaani siku hiyo mfalme alipompata Esta aliachilia msamaha. Yaani wewe uliwahi kuniuzi, nimekusamehe kwa sababu nimempata Esta. Wewe nilikuwa nakudai, nimekusamehe kwa sababu nimempata Esta. Hawa walikuwa sijui ni watumwa, nimewasamehe kwa sababu nimempata Esta. Yaani kuna namna alimpenda Esta kiasi ambacho sio sherehe tu, lakini hata wale ambao walikuwa wanasubiria hukumu ya mfalme walisamehe. Kwa hiyo Esta aliingia kivingine. Halo, jina la Yesu libarikiwe sana. Wewe ambaye hujaolewa na kuombea ukapate mtu atakaye kupenda namna hiyo, jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo maandiko anasema alipomaliza kufanya msamaha katika majimbo yote. Hilo ni jambo la ngapi? Ni jambo la pili. La kwanza alifanya mapati makubwa makubwa. La pili akafanya msamaha katika majimbo yote. La tatu alitoa zawadi sawa sawa na ukarimu wa mfalme. Yaani ni watu walipewa mazawadi. Yaani ni mfalme anatoa zawadi, anatoa waliopewa viwanja, waliopewa hela, waliopewa nyumba, yaani nini kimetokea? Moyo wa mfalme umetakata. Kapatikana nani? Kapatikana Esta. Sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Kama ni limbwata ambalo Esta alienda nalo sio la kitoto, ni la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa maandiko yanasema akafanya msamaha katika majimbo yote, akatoa zawadi sawa sawa na ukarimu wa mfalme. Basi mabikira walipokusanyika mara ya pili, Mordekai alikuwa akiketi langoni pa mfalme, na Esta alikuwa hajadhihirisha jamaa yake wala kabila yake. Yaani mfalme anafanya hayo yote, ajui Esta anatoka familia gani, ajui ukoo wa Esta, ajui familia ya Esta. Sasa hilo alikuwa limbwata. Yaani wewe unahangaikaje na mwanamke ambaye hujui baba yake, hujui familia anayotoka, hujui chochote?
hujui chochote. Biblia inasema Esther alikuwa hajadhihirisha hivyo vitu, na ndivyo Mordekai alivyomwambia, usijidhihirishe, usiseme, takufelisha. Na ndio maana mtoto wa Mungu lazima ujue, sio kila kitu unasema haraka haraka. Vingine unamuuliza Roho Mtakatifu, niseme? Roho Mtakatifu akisema kausha, unakausha. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa pamoja na yote yaliyotokea, Esther alikuwa hajadhihirisha bado nini? Familia yake. Alikuwa hajadhihirisha kabila lake. Alikuwa hajadhihirisha yeye nani. Kwa inawezekana hata mfalme alikuwa hajui anaoa nani. Lakini namna alivyompenda. Namna alivyompenda. Kwa hiyo Esther alipoolewa, hapa tumeona mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake. Sio taji ya kimalikia, taji ya kifalme. Kwa hiyo hata watu inawezekana walishangaa, mfalme anamtia taji ya kifalme, kampiga taji ya kifalme kichwani. Wenye maswali shauri yenu, msiniulize. Mimi nimempenda sana huyu binti. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nimekuonyesha hivyo vitu? Nimekuonyesha hivyo vitu ili uelewe na ikusumbue kichwani. Kama mtu umempenda namna hii, inawezekanaje leo usitake kumuona siku 30? Siku ya kwanza hujaona mke wako, hauna shida. Siku ya pili hujaona mke wako, hauna shida. Siku ya tatu hujaona mke wako, hauna shida. Siku ya 15 hujaona mke wako, hauna shida. Siku ya 21 hujaona mke wako, hauna shida. Siku ya 30 hujaona mke wako na hauna shida. Ndio utaona jinsi ambavyo madhabahu za giza zinaweza zikamuondoa mtu kwenye nafsi ya mtu. Kwa hiyo sio tu kwamba ni sheria peke yake ilitengenezwa, hapana, lakini pia walihakikisha wamemngoa Esther kwenye moyo wa nani? Wa mfalme. Walihakikisha pia wamemngoa Esther kwenye moyo wa mfalme. Kwa hiyo mfalme yeye hana shida, anaendelea na maisha yake tu. Lakini Esther naye anaendelea na maisha yake. Usije ukafikiri Esther aliondolewa ulinzi. Usije ukafikiri aliondolewa budget. Yaani anaendelea na maisha yake kama kawaida, lakini hakuna kumuona nani? Kwa nini? Kwa sababu akimwona tu mfalme, anaweza akawatetea hao watu. Anaweza akamsaidia mfalme kujua kinachoendelea. Kwa hiyo dawa ni kumtengenezea mazingira ambayo hatakuwa na nafasi kabisa ya kuonana na mfalme. Kwa hiyo Mordekai wakati analia kule barabarani, ameenda njia panda katikati ya mji, amevaa magunia, amepaka majivu, analia, anapiga kelele kule, anamwambia Mungu, kwa nini umeruhusu tuuawe? Kwa nini umeruhusu tuangamie? Alichokisikia Roho Mtakatifu anamsemesha. Roho Mtakatifu akamwambia, msemesheni Esther. Wanapofika kwa Esther, Esther ndio majibu haya aliyoyatoa. Kamwambieni Mordekai, sheria iliyowekwa ndio tatizo. Sio kwamba mimi siwezi kuwasaidia, nyie ni ndugu zangu, lakini sheria iliyowekwa. Siwezi kwenda kwa huyu mzee, siwezi kwenda kwa huyu mfalme, siwezi kwenda kwa sababu sijaitwa. Leo ni siku ya ngapi? Yapata siku ngapi? 30. Yapata siku 30 sijaitwa. Na nikienda pale sijaitwa, mimi sijui kilichompata huyu baba. Asiponinyoshea fimbo ya dhahabu, maana yake natakiwa kuuawa. Kwa hiyo kamwambieni Mordekai, hali sio nyepesi. Hapa ikulu watu wote wanajua, viongozi wote hapa wanajua. Sasa hivi ili uonane na mheshimiwa, lazima yeye ndo akuite. Yeye kama hajakuita ni ngumu. Wakapeleka hayo majibu kwa Mordekai. Mordekai aliposikia zile taarifa, moyoni akagundua kuna kitu kinachoendelea. Akasema, mrudieni Esther, mkamwambie hivi, usizanie kwamba wewe ukinyamaza kabisa wakati huu Mungu hatatusaidia. Mungu atatuinulia msaada kwa njia nyingine. Mungu alikuweka hapo kwa ajili ya majira na wakati. Kama wewe uliona umeolewa, lakini kwenye ulimwengu wa roho Mungu alikuwa anajua kuna jambo baya la uovu linaweza likaja kutokea. Mungu alikuwa anajua anahitaji mtu atakayekuwa mtetezi. Esther, lazima ujue Mungu amekupa nafasi mbili. Wewe ni mke, lakini wewe ni mlinzi wa kabila lako, ni mlinzi wa Wayahudi. Usije ukafikiri Mungu atakubali tufe.
Mungu hawezi kukubali tufe. Kwa hiyo kama wewe hautasimama kwenye nafasi yako, uwe na uhakika Mungu atatupa msaada kwa njia tofauti. Lakini kama tukiangamia, ujue na wewe utaangamia pamoja na nyumba ya baba yako. Elewa hayo mambo machache. Kwa hiyo wale wakina Hathaki ambao walikuwa wamepewa taarifa, Mordekai akasema, kamwambieni Esther, sitaki kusikia hiyo habari. Kamwambieni Esther kwamba na yeye atakufa. Kamwambieni Esther Mungu alimweka kwenye hiyo nafasi kwa ajili ya majira kama haya, kwa ajili ya kusudi ambalo Mungu alikuwa amelikusudia mbele ya safari. Ndio maana mtoto wa Mungu lazima uelewe, usifikiri Mungu amekuweka tu mahali bila sababu. Mungu akikuweka kwenye kazi ana sababu, akikuweka kwenye biashara ana sababu, akikuweka kwenye ndoa uwe mke ana sababu, akikuweka kwenye ndoa uwe mume ana sababu. Mungu akikuweka mahali popote anayo sababu, hakuweki bila sababu. Na mapambano makali mchana na usiku ni hiyo sababu, na sio kitu kingine. Ni hiyo destiny, ni hiyo hatima ya hiyo nafasi. Vita ambayo Esther anapigana ni kwa sababu ya nini? Ya nafasi. Nafasi ya Esther imebeba kitu kikubwa sana, sio mke tu, lakini pia amebeba ukombozi wa taifa. Esther aliposikia yale maneno ya mjomba wake kwamba nani anayejua kwamba Mungu akukuweka hapo kwa ajili ya majira na wakati kama huu, cha kwanza Esther alichokigundua ni kitu gani? Alipotafakari zile sheria zilizowekwa, alipotafakari hajaonana na mume wake siku ngapi? Siku 30. Alipotafakari hajaitwa na mwanaume aliyempenda sana, mtu ambaye kila siku alikuwa anamwambia nimekumisi, mtu ambaye kila siku alikuwa anamwambia I love you, mtu ambaye kila siku alikuwa anamwambia yani mimi usingizi sipati kuliko yani usipokuwepo usilali vizuri. Ghafla huyo mtu hataki kuonana na wewe siku 30. Esther akajua kabisa kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho, nimeondolewa kwenye nini? Kwenye nafasi. Na kama nimeondolewa kwenye nafasi, lazima nirudishwe kwanza kwenye nini? Kwenye nafasi. Siwezi kuwaokoa hawa watu, siwezi kuwasaidia hawa watu, ni mpaka kwanza niwe nimerudishwa kwenye nafasi. Nini alichowaambia? Akamwambia hivi, sasa nenda mkamwambie Mordekai. Nendeni mkamwambie Mordekai awaeleze watu waache kulia, waache kuomboleza kwa ajili ya kifo kilichoko mbele yao, waniombee mimi. Esther alieleza very clear, akasema nimejua hapa tatizo ni mimi. Mimi ndio nimeondolewa kwenye nafasi. Nimejua mimi ndio natakiwa kusimama kwa ajili yao. Nenda ukamwambie Mordekai watu wafunge na kuomba siku 3, wasiombee kitu kingine, waniombee mimi. Waniombee mimi. Siku ya kwanza waombe kwa ajili ya Esther, siku ya pili waombe kwa ajili ya Esther, siku ya 3 waombe kwa ajili ya Esther. Wasile kitu masaa 24, wafunge wao pamoja na nyumba zao, pamoja na wanyama. Hata ng'ombe aliyoko kwenye hiyo nyumba asile majani, hata paka aliyoko kwenye hiyo nyumba asile dagaa. Wafunge wao na wanyama wao. Na mwambie kabisa Mordekai, kwa jinsi hii vita ninavyoiona sio vita ya kitoto, sio vita nyepesi, na mimi pamoja